nichukue nafasi hii kueleza mafanikio ambayo tumepata kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika mkoa huu wa Mtwara, hasa katika masuala ya kesi za mahakamani. Mnamo tarehe 17/12/2025 Mahakama ya Wilaya ya Masasi mkoa huu wa Mtwara ilimhukumu kifungo cha miaka 60 jela Azizi Yahaya Umari maarufu kwa jina la rap Baba Nyoko mwenye umri wa miaka 55, mkazi wa Mkuti Juu, wilaya ya Masasi, baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka na kumsababishia ujauzito mwanafunzi wa kidato cha kwanza jina tunalihifadhi mwenye umri wa miaka 15, mkazi wa Mkuti. Mtio hatiani alitenda kosa hilo tarehe 5/2/2024 katika mtaa wa Madaraka, kata ya Jida, wilaya ya Masasi, baada ya kumvizia mhanga akiwa anatoka dukani, kumvuta kwa nguvu, kumwingiza porini, kisha kumfanyia kitendo hicho cha udhalilishaji ambacho kilipelekea kupata ujauzito. Lakini tarehe 11/12/2025 Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara imemhukumu kunyongwa hadi kufa Charles George Valentino mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa kijiji cha Nangola, tarafa ya Nambambo, wilaya ya Nachingwea, mkoa wa Lindi, baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya Shija Juma Mkamba mwenye umri wa miaka 18, dereva wa bodaboda, mkazi wa kijiji cha Mtungulu, wilaya ya Newala. Mtu hatiani alitenda mauaji hayo tarehe 20/2/2024 katika kijiji cha Mchedebwa Mashambani, wilaya ya Newala. Ni kwamba marehemu na mtuhumiwa walikuwa wanafahamiana kabla ya tukio hilo. Mtu hatiani alimkodi marehemu kwa ajili ya kumpeleka wilaya ya Nachingwea. Kabla ya kuanza safari ya kuelekea Nachingwea, mtu hatiani alimwomba marehemu ambaye alikuwa bodaboda wapitie shambani kwa ajili ya kuchimba mihogo ya kwenda nayo Nachingwea. Wakiwa njiani kuelekea katika kijiji cha Mchedebwa Mashambani, mtu hatiani alisimamisha pikipiki, kuchukua kisu, kumchoma marehemu sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake, kisha kutekeleza mwili wa marehemu mashambani. Baada ya mauaji hayo ya kikatili, mtu hatiani aliondoka na simu pamoja na pikipiki ya marehemu na kukimbilia wilaya ya Nachingwea, mkoa wa Lindi. Jeshi la polisi lilianzisha uchunguzi wakati huo na kumsaka na kumtia mikononi, ambapo hukumu hiyo imetolewa mbele ya Mheshimiwa Martha Mpaze, jaji wa Mahakama Kuu kanda ya Mtwara.